Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, wakati fulani nilisimama hapa tukitafakari mbele ya Yesu wa Ekaristi. Nikatumia mfano wa kisayansi kuelezea juu ya uwepo wa Mungu katika Ekaristi takatifu usiobadilika, na ule uwepo wa Mungu jana, leo na hata milele katika Ekaristi takatifu. Na katika mfano huu wa kisayansi nilitoa mfano wa badiliko la kiumbo na badiliko la kikemikali, physical and chemical change, kwamba badiliko la kiumbo linafanya kitu kubaki kuwa kile kile, lakini kinaweza kikaonekana katika muonekano ama umbo jingine. Kama maji ukiyachemsha yakageuka mvuke, bado ni maji. Hilo ni badiliko la kiumbo. Maji yanaweza yakaganda yakawa barafu, bado ni maji. That is a physical change, badiliko la kiumbo. Lakini Ekaristi takatifu, sisi kwa macho yetu tunaona mkate, tunaona divai, lakini kwa ule uwepo wa Kristo, uwepo wa Mungu, hilo badiliko ndio hilo la kiumbo. Lakini Yesu, Mungu na umungu unabaki kuwa ni ule ule, iwe katika muonekano wa divai au muonekano wa mkate. Na sio kwamba Yesu anabadilika kama tunavyoongea juu ya badiliko la kikemikali, chemical change, ambalo haliwezi likarudia kuwa katika hali yake. Kama karatasi ukichoma ikiwa majivu, huwezi kupata tena karatasi. Sasa somo la leo hili ninalotafakari nanyi, kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alitoka kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akatoa mwili akakaa kwetu. Amechukua mwili wetu wa udhaifu, lakini Mwenyezi Mungu ni mtakatifu asiyelinganishika, is holy par excellence. Umungu, utakatifu wa Mungu ni utakatifu usiochangamana na udhaifu. Kwa hiyo akatoa mwili akakaa kwetu, bado katika ile hali ya utakatifu. Sasa somo hili linanipelekea kutafakari nanyi juu ya hali yetu kama watu au kama utu tulionao, na yale ambayo mengine yanaonyesha kufanya utu upotee kati yetu.
Na hivi nitafakari nanyi kwa mfano wa fundisho la philosophy. Kuna huyu mwana filosofia Aristotle. Kwa hiyo leo nawafundisha Aristotelian philosophy juu ya substance and accidentals. Santaelezea, sio ngumu kuelewa. Juu ya substance and accidentals. Substance ni kitu kile kilivyo, kinacho ile hali inayofanya kitu kuwa kilivyo, na hicho hakibadiliki. Accidentals, vile vitu ambavyo vinatokea kwa hicho kitu, kwamba wewe na mimi ni wanadamu, that is substance, ubinadamu. Huo daima upo, ama utu. Sisi ni watu, lakini katika sisi watu kuna utu, that is substance, ule utu wetu, huo haubadiliki. Lakini accidentals ni vile vitu ambavyo vinaweza vikabadilika katika sisi. Leo umevaa kilemba, kesho hujavaa. Siku nyingine umevaa gauni hili, umevaa kiatu hichi. Hizo accidentals. Leo umepaka lipstick, kesho hujapaka. Leo umevaa wigi la kushuka mpaka mabegani, siku nyingine umevaa wigi kama la kichaa, nywele zimetimka. Hizo zinatokea katika mtu aliye na hali ya utu, lakini ule utu haubadilishwi na hivyo. Na hivi utakatifu ule wa Mwenyezi Mungu hauchafuliwi na hali ya udhaifu wa kibinadamu. Unabaki kuwa ni utakatifu milele, utakatifu par excellence. Ndugu zangu, sisi tumezaliwa, Mwenyezi Mungu ametuleta duniani kwa sura na mfano wake. Hiyo haibadiliki, kwamba mimi na wewe tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, that is substance, na itabaki hivyo. Lakini tunapoishi, tunajidhihirisha kwa wenzetu katika matendo yanayoonyesha kama vile yamepoteza utu, yamepoteza ule utakatifu, yamepoteza mfanano na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tunajikuta tunadhalau utu wa mtu, tunamtenda mtu uovu kwa sababu ya accidentals. Na hivyo unajikuta mzinzi, unajikuta mshirikina, mwizi, mgombanishi, usiyetenda haki, usiyependa amani. Hizo kwetu sisi tulioumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, hizo haziondoi utakatifu wa Mwenyezi Mungu ulio ndani yetu. Huo utabaki milele. Mwenyezi Mungu ametuumba katika hali ya utakatifu. Mwenyezi Mungu ametuumbia kuwa wema, ametuumbia kuwa watu wa haki, ametuumbia kuwa watu wa amani, ametuumbia moyo wa mapatano. Hivyo vipo ndani yetu. Na ndio maana yule ambaye leo unamuona kuwa ni mbaya, kesho unamuona kuwa ni mwema. Manake ule ubaya it's an accidental. Hayo maovu tunayoyatenda
hizo chuki unazokuwa nazo kwa mwingine, ubaya unaotendea mwingine, ushirikina, uzinzi, they are accidentals. Na hivi wito wangu tunapoelekea kumpokea Masiha, tuweze kuacha hayo matendo ama hizo hali ambazo kiubinadamu zinaonyesha kufifisha ule utu wetu, ambao haufifishwi na hayo ambayo tunapaswa kuyaacha. Kwa nini nimetumia mfano huu na kusema hizo ni accidentals? Kama vile unavyoweza leo umebadilisha nguo hii umevaa nyingine. Kuna wengine humu tuna matendo au tabia ambazo unadhani huwezi kuziacha. Una matendo maovu, una tabia mbaya, una ushirikina, una uzinzi, una uasherati, una chuki, una fitina, una dhuluma, na wengine unasema kwamba mimi ndio niko hivyo. Hivyo vitu sio sehemu ya utu wako, sio sehemu ya mfanano wa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Hivyo ndugu zangu, tunapojiandaa kumpokea Masiha, tuweke utayari wa kuyaacha hayo ambayo sio sehemu ya utu wetu. Mwenyezi Mungu ametuumbia utuwe wema. Rudi, acha ubaya, acha chuki, acha dhuluma, uwe mwema, acha ushirikina, acha uzinzi. Mwenyezi Mungu hakuna majaribu ambayo tuje tuyahalalishe kama kuwa sehemu ya maisha yetu. Hivyo ndugu zangu, tuwe na utayari wa kuacha yale ambayo wengine wetu tunadhani kwamba ni sehemu ya maisha yetu, lakini tukitambua kwamba ni kinyume na mapenzi na jinsi Mwenyezi Mungu alivyotuumba. Tumsifu Yesu Kristo.